Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii njema, siku ya 22. Tumebakiza siku chache sana, 8, 9 kabla ya kuungana na mwaka mzuri wa 2019, pamoja na changamoto zake, pamoja na baraka zake, pamoja na neema yake, lakini lazima tuachane nao kwa sababu ya majira ya kibinadamu. Nasi tunajua kwamba tunapokwenda katika mwaka mpya, Mungu unakwenda pamoja nasi. Tunapoingia katika mwaka mpya, Mungu unaingia pamoja nasi. Kubadilisha mwaka akuondoi Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo Mungu, tunakuita kwa jina la Yesu, katika siku hizi za kumalizia mwaka uwe pamoja na kanisa lako. Na tunapokwenda katika mwaka mpya 2020, tunaitarajia miezi 12 ya baraka, upenyo, ujenzi, mafanikio, ununuzi wa vitu vizuri katika maisha, fedha kwa ajili ya kodi za nyumba, fedha kwa ajili ya ada za shule, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, na zaidi yako hakuna Mungu kama wewe. Tunakuja mbele zako asubuhi ya leo kwa ajili ya neno la uzima ambao umeliandaa kwa ajili ya kanisa lako, umeliandaa kwa ajili ya kutupandisha juu kiroho. Ninaomba useme nasi tunasikia, tuko tayari kupokea katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Kristo, tembea katikati yetu. Watembelee hata wale ambao watatusikia baada ya ibada hii kupitia channel yetu ya Mvua za Baraka. Nao wakabarikiwe, ukawaguse kama utakavyotugusa sisi katika siku hii ya leo. Kwa jina la mtakatifu Yesu, kanisa tuseme amina. Kanisa sema tena amina. Naomba pale ulipo ukae kwenye siti yako kwa amani, kwa sababu tunakwenda sasa katika neno la uzima, neno la Mungu, chakula cha kiroho, chakula cha msafiri anapokuwa njiani, chakula tunapokuwa na njaa, amani tunapokuwa hatuna amani. Sema amina. Nataka nizungumze leo kuhusu nguvu ya maombi yanayoombwa tukiwa tumepiga magoti. Nguvu ya maombi tukiwa tumepiga magoti. Tunaweza kuomba tukiwa tumesimama, tunaweza kuomba tukiwa tumekaa, tunaweza kuomba tukiwa tunagaragara. Lakini nataka nikwambie siku ya leo ujue siri hii. Kuna tofauti kubwa ya tunapokuwa kwenye maombi serious tukiwa magotini. Na nitakuonyesha umuhimu wake, ili kwamba Mkristo ujizoeshe kuomba maombi ukiwa umepiga magoti. Sio maombi wakati umekaa kwenye sofa na una sababu ya kukaa kwenye sofa, miguu umeweka mwenyewe juu ya sofa lako, dakika 5 10 ushalala kwa sababu kwenye sofa. Sio maombi ya kivivu. Unapopiga magoti wakati unasikia na maumivu kidogo, na yale maumivu yanasaidia pia kutokulala wakati mwingine, na yanaongeza mzigo wa maombi. Lakini tunapopiga magoti tunadhihirisha kujishusha mbele za Mungu. Tunapopiga magoti tunadhihirisha kuhitaji msaada mbele za Mungu. Tunapopiga magoti tunadhihirisha kwamba tunataka uwepo wa Mungu utuinue kutoka mahali tulipo, utupeleke mahali fulani. Yesu alipoomba alipiga magoti. Paulo alipoomba alipiga magoti. Petro alipoomba alipiga magoti. Kama watu wakubwa kabisa namna hii katika Kristo, yeye ambaye ni Bwana na mwalimu Kristo, aliomba anapiga magoti. Yeye ambaye ni mtume anaitwa nguzo ya kanisa, Petro, aliomba anapiga magoti. Yeye ambaye anasema sikustahili kuwa mtume, lakini ndio ambaye ameandika nyaraka nyingi kuliko mitume wote, Paulo mtume, aliomba akiwa anapiga magoti. Je, si zaidi sana wewe? Leo makanisa yamepoteza dhana ya magoti. Makanisa yamepoteza dhana ya magoti. Na maombi yanachukuliwa kwamba unaweza kaomba mkao wote, ni sawa. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa kwanza Petro, Yesu anasema nimewaachia kielelezo, mzifuate nyayo zangu. Petro mtume anasema Yesu ametuachia kielelezo sisi. Na lazima vielelezo vya muhimu ambao unaviona kwa Kristo, unaviona kwa mitume na kwa manabii, kanisa tuvichukue. Tusichukulie mambo yote sharo, tusichukulie mambo yote kirahisi. Wao Wakristo wanataka raha.
Wakristo hawataki kusukwa. Wanapenda raha. Wanaomba huko na soda mkononi wanakunywa. Wanaomba huko na chupa za maji wanakunywa. Wanaomba huko wamekaa kwenye masofa yao na TV imefunguliwa, anatazama TV na huko anasema naomba, huko anatazama taarifa ya habari. Na anasema nipo kwenye maombi. Anaomba wakati ambapo kafungua kasimu kake anatazama tamthilia. Mara kidogo inamtoa kwenye maombi kwa sababu kaona kalio limekaa vibaya, alafu anarudi tena katika roho. Nisikilize. Tunahitaji mabadiliko ya kiroho. Amen. Na tunahitaji mabadiliko yetu sisi binafsi ili kuleta matokeo chanya katika maisha ya Kikristo. Tunapopiga magoti mbele za Mungu, inampa Mungu sifa, kwa sababu wako watu ambao wanapiga magoti mbele ya mashetani. Kuna watu wanapoenda kwa waganga, wanakwenda kwa unyenyekevu na magoti na kutambaa wakihitaji msaada. Mungu inamchukiza, inamuuma kwamba kuna watu wanapewa unyenyekevu usio stahili, lakini wanapewa. Ndio maana wakati Elia anasema ya kwamba Bwana wamewaua manabii wote. Wamewaua manabii, sema wote. Wamewaua manabii wote na nimebaki mimi peke yangu. Biblia inasema sauti ikamjia Elia ikamwambia hivi, nimejisazia watu 7,000 wasiyempigia goti Baali. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Mungu anajua thamani ya magoti, akamwambia Elia, nina watu 7,000 ambao hawapigi goti kwa mungu wa kipagani wa Yezebeli. Hawapigi goti kwa mungu wa Sidoni. Hawaendi kwa waganga, hawaendi kwa wapunga pepo, hawafanyi kitu kinyume na mimi, ingawa Elia hawajui. Na wanajificha kwa sababu ya situation ya kwamba yuko Yezebeli anawaza kuwaua, anawaza kuangamiza. Lakini wakiwa majumbani mwao wanapiga magoti mbele zangu, wananiheshimu mimi. Elia, usiogope, hata kama utaondoka, nina watu 7,000 wasiyempigia Baali magoti. Sema amina. Sema amina. Mwambie jirani yako, mmoja wapo ni mimi. Hatutakwenda kwa waganga kutafuta msaada. Hata kama tunasikia, hata kama tunaambiwa ya kwamba kuna sijui wachawi, siku na waganga wanawapatia baadhi ya viongozi wa kiroho ndumba za kusaidia kwenye huduma, sisi hatutapiga goti kwao. Tunaye Mungu wa kumpigia magoti kwa jina la Yesu. Tunaye Mungu wa kumuomba kwa jina la Yesu. Na ijulikane ya kwamba yuko Mungu aliye hai, yuko Mungu anayeishi, yuko Mungu anayejibu kwa moto, yuko Mungu anayejibu maombi. Sema amina. Tukiwa magotini, maombi yatajibiwa. Nasema maombi yatajibiwa. Mwambie jirani yako, maombi yako yanajibiwa. Sema amina. Sema amina. Nasoma Waefeso sura ile ya 3. Waefeso sura ya 3. Waefeso sura ya 3. Nasoma mstari kuanzia wa 14. Waefeso sura ya 3 mstari kuanzia 14. Sikiliza hiyo. Isikilize hiyo. Waefeso sura ya 3 kuanzia mstari wa 14. Sikiliza. Sikiliza. Labda tuanze mstari wa 13 uelewe. Upate picha niliyo nayo. Upate picha ya kibiblia. Mstari wa 13, basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Paulo anawaambia Waefeso, mnayajua maisha ninayopitia ni ya shida. Mnayajua maisha ninayopitia ni ya dhiki. Mnayajua maisha ambayo ninapitia kwa ajili ya Injili. Na mnanihurumia. Na wengine mnavunjika moyo, mnadhani ya kwamba Mungu amekawia, Mungu amechelewa kumkomboa Paulo mtume kutoka katika hizi dhiki na mateso. Anawaambia hizi dhiki mnazoziona ni kwa ajili ya utukufu wenu. Amen. Ya kwamba ninapopita katika dhiki na mateso, ninazidi kusimama na Bwana, na Bwana anayabariki maisha yenu kwa jina la Yesu. Amen. Lakini pamoja na hizo dhiki, pamoja na hayo mateso, sitampigia Baali magoti.
Sitasalimu amri mbele ya Nero muuaji. Sitasalimu amri mbele ya wanaotoa vitisho juu ya Injili. Angalia mstari wa 14, anaonyesha jawabu, anaonyesha suluhisho. Baada ya mateso anasema, napita katika mateso, anasema kwa hiyo, sema kwa hiyo. Baada ya mateso hayo, baada ya shida hizo, kwa hiyo nampigia Baba magoti. Sema amina. Sema amina. Ya kwamba katika shida zangu napiga magoti mbele za Mungu kuomba. Katika shida zangu napiga magoti mbele za Mungu kusali. Katika shida zangu napiga magoti mbele za Baba wa mbinguni. Sio mbele ya waganga na wachawi, sio mbele ya manabii wa uongo. Napiga magoti mbele za Baba. Baba anafurahia watu wanapopiga magoti mbele zake. Ndio maana alimwambia Elia, nimejisazia watu 7,000 wasiopiga magoti kwa bahari. Sema amina. Sema amina. Kwa sababu Baba anatambua, Baba anaelewa watu wanapopiga magoti sana kumsujudia. Watu wanapopiga magoti wanajishusha na kujinyenyekeza na kuchukua elimu zao kama vitu vya kawaida, vyao ni kama vitu vya kawaida, usuli wao kama vitu vya kawaida, wanakwenda mbele za Baba wa mbinguni. Tutakwenda kwa jina la Yesu Kristo. Nasema tutakwenda kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ninampigia Baba magoti. Huko ndo kuna suluhu ya mapito unayopitia. Anasema pamoja na dhiki zangu, wengine mnakata tamaa, mnavunjika moyo, mimi naona ya kwamba ni kwa ajili ya utukufu wenu, lakini hata hivyo ninampigia Baba magoti. Mstari wa 15, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa. Sema amina. Yeye ni Baba wa mababa. Yeye ni Mungu wa miungu. Yeye ni mfalme wa wafalme. Yeye ni Alfa na Omega. Yeye ni Jehova Mungu asiye na mwanzo wala mwisho. Yeye ni Jehova Mungu ambaye nafasi yake haipigiwi kura. Yeye ni Jehova Mungu ambaye nafasi yake haina uteuzi. Yeye ni Jehova Mungu anayejitegemea. Akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Ibrahimu alikuwa anajua ya kwamba mimi ni Mungu mwenye enzi yote, mwenye utukufu wote. Lakini nataka nikwambie, nipo wakati wa Ibrahimu, nipo wakati wa Isaka, nipo wakati wa Yakobo, nipo pia wakati wako Musa. Mimi ni Mungu, zaidi yangu hakuna Mungu kama wewe. Ndio maana Paulo anasema ninampigia Baba magoti, ambaye katika yeye ubaba wote sio tu wa mbinguni lakini na duniani pia unaitwa. Sema amina. Sema amina. Yeye ni Baba wote wenye mwili. Yeye ni Baba wote wenye roho. Yeye ni chanzo. Tunapozungumza Baba tunazungumza mwanzilishi. Tunapozungumza Baba tunazungumza chanzo. Ndio maana tuna Baba wa dunia, kwa sababu ndio chanzo cha kuzaliwa kwetu, kwa sababu yeye ni Baba wa mbinguni, chanzo cha mianzo yetu, chanzo cha kila kitu. Anastahili kuabudiwa, kutukuzwa, na anastahili tunapoomba tuwe magotini mbele zake katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Sema amina. Paulo anasema nampigia Baba magoti. Sipigi magoti mahali popote, napiga mbele za Baba wa mbinguni, kwa sababu Baba anatambua thamani ya wapigao magoti na anasikia dua zao katika jina la Yesu Kristo. Nataka nizungumze mambo matatu mchana wa leo kabla tujamaliza ibada yetu. Sehemu ya kwanza, mifano ya waombaji. Mifano ya waombaji wakuu waliopiga magoti mbele za Mungu. Mifano ya waombaji wakuu waliopiga magoti mbele za Mungu. Tutaangalia michache, sio yote. Tutaangalia michache. Watu ambao ni waombaji, wanaomba wakiwa magotini. Wanaomba wakiwa magotini. Watu ambao ni watu ambao wanamtafuta Mungu asubuhi, mchana, jioni, alfajiri, usiku wa manane, wanakuwa magotini. Na unajua hapo kuna suluhisho. Kwa sehemu ya kwanza nitakuonyesha mifano. Sehemu ya pili nitakuonyesha kutambuliwa na thamani ya waombaji wapigao magoti. Kutambuliwa na thamani yao ya waombaji wapigao magoti. Tatu na mwisho, kuita ubaba wote tukiwa magotini. Kuita ubaba wote tukiwa magotini. Sehemu ya kwanza, mifano ya waombaji wakuu waliopiga magoti wakiwa wanaomba. Nasoma Danieli
Tunaanza na kitabu cha Agano la Kale cha mtu mmoja mkuu sana. Alikuwa na mafunuo mengi, lakini siri yake ni hiyo. Danieli sura ya 6. Danieli sura ya 6. Nasoma mstari wa 10. Danieli 6 mstari wa 10. Biblia inasema Danieli 6:10, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi. Maandiko ambayo yalikuwa yametiwa sahihi ni yale yalikuwa yanasema hata ruhusiwa mtu yoyote kuomba dua kwa mtu yoyote isipokuwa kwa mfalme kwa siku 30, na ikitokea mtu ameonekana naomba dua kwa mwingine yoyote isipokuwa kwa mfalme, akamatwe, ahukumiwe hatia ya kuuawa, na kifo chake na adhabu yake itakuwa ni kuliwa na simba wenye njaa kwa siku 7 au zaidi. Hukumu ikapita, marufuku ikawekwa, na Danieli alikuwa na maisha yake. Amen. Alipojua ya kwamba tayari marufuku imewekwa, na sio tu imewekwa marufuku kwamba ingewekwa marufuku ya kusema ya kwamba asiombe mtu yoyote kwa muda wa siku 30, ikiishia hapo sio kali, haitishi. Lakini marufuku imewekwa na condition. Marufuku imewekwa na adabu ya kwamba utakapoomba kwa yoyote, awe Mungu awe nani, isipokuwa kwa mfalme, ndani ya muda wa siku 30, hukumu yako ni kutupwa katika tundu au pango la simba ambao wana njaa. Ni kitisho. Mwambie jirani yako usiogope. Ingia magotini. Nasema ingia magotini. Amen. Kitisho chochote kinachohusiana na mauti, iwe kansa, iwe HIV, ingia magotini. Iwe matatizo ya moyo, matatizo ya pressure, ingia magotini. Iwe swala la kuoa au kuolewa, ingia magotini. Iwe swala una fedha, unataka fedha, ingia magotini. Amen. Danieli ya kuogopa. Hukumu alijua, naye alikuwa ni kiongozi mwenye ujuzi wa mambo ya sheria. Anahudumu katika serikali ya Dario. Anaelewa sheria ya Wamedi na Wajemi huwa haigeuki, haina msamaha. Mfalme akipiga tiki, mfalme akipiga sahihi, imebaki kama ilivyo. Lakini kwa sababu ninapiga magoti kwa Baba wa mbinguni, ambaye kwa yeye ubaba wote pamoja na wachongeaji pamoja na Dario unaitwa. Danieli alikwenda magotini. Sema amina. Sema amina. Unajua watu wengine mnatishika sana, ni kama mjui njia ya kufanya. Unatishika mno, unatikisika sana. Njia ni hii hapa sasa. Amen. Nasema njia ni hii. Paulo anasema pamoja na mateso, kwa hiyo ninampigia Baba magoti. Sema amina. Mwaka 2020 ni muda wa magoti mbele za Baba. Amen. Nasema ni wakati wa magoti mbele za Baba. Amen. Biblia inasema hata Danieli alipojua kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake. Utaingia nyumbani mwako. Unajua wakati mwingine maombi unaombea nyumbani, wakati mwingine maombi unaombea kanisani, wakati mwingine maombi unaomba ukiwa maeneo mbalimbali. Danieli akaingia nyumbani mwake, na kwenye mabano madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu, mji wa Daudi. Yerusalemu, makao ya wateule. Yerusalemu, malimbuko ya Israeli. Yerusalemu, mahali vita vya Armageddon
vitafanyika. Yerusalemu ni mahali ambapo Mungu kwa mapenzi yake alimfunua mwanae kwenye nchi ile. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Akapiga magoti. Sema akapiga magoti. Akapiga magoti. Sema akapiga magoti. Akapiga magoti. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Akapiga magoti mara ngapi? Mara ngapi? Mara 3. Siku ina saa ngapi? 24 gawanya kwa 3 unapata ngapi? Kila masaa 8 anapiga goti mbele za Mungu. Sema amina. Sema amina. Inaweza ikawa ngumu ratiba hiyo kwako, lakini lazima uwe na ratiba ya kuwa magotini mbele za Mungu. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Anapiga magoti, anafanya nini? Akasali, akashukuru mbele za Mungu wake. Sema amina. Kumbe unaweza kuwa magotini kwa ajili ya kuabudu tu. Unaweza kuwa magotini kwa ajili ya kushukuru, sio tu kwa ajili ya kusali au kwa kuomba. Hata kama una shukurani, unamwendea Bwana magotini, unamwambia asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako. Ukiwa magotini, umetoka kazini, Bwana amekupigania kwenye kazi, umerudi salama, piga magoti dakika 10, piga magoti dakika 5, mshukuru Bwana, na ndipo sasa nenda kaoge, ndipo sasa tafuta chakula, ndipo sasa fanya hiki na kile. Biblia inasema mara 3 kwa siku, na haikuwa siku moja, ilikuwa ni sehemu ya maisha yake. Sikiliza pale mbele, sikiliza pale mbele. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Mwambie jirani yako hajawahi kuacha. Mwambie mwingine hajawahi kuacha. Marufuku ilipokuwa haipo, alipiga magoti mara 3 mbele za Mungu. Marufuku ilipowekwa, alipiga magoti mara 3 mbele za Mungu. Alipoingia katika lile tundu la simba, alipiga magoti mara 3 mbele za Mungu. Alipotolewa katika lile tundu la simba, alipiga magoti mara 3 mbele za Mungu. Alipoendelea katika uhuru na kufurahia kwa sababu Mungu amejidhihirisha juu ya maisha yake, aliendelea kupiga magoti mara 3 mbele za Mungu. Sema amina. Sio kwa sababu umepata mafanikio, muda wa kuomba sina, niko busy. Nini kilikupa hiyo baraka? Siri ya hiyo baraka ni nini? Kama uliomba, usiache desturi. Amen. Usiache desturi ya maombi. Amen. Biblia inasema Danieli akafanya mara 3 sala zake, dua zake mbele za Mungu, kama alivyokuwa akifanya hapo kabla ile amri. Unajua mchungaji nilikuwa muombaji zamani, siku hizi umeanguka. Danieli haikujalisha kwamba ana fedha au ana fedha, kwamba kuna marufuku au hakuna marufuku. Wengi wetu huwa tunaomba wakati maji yamefika shingoni, huwa tunaomba wakati wa shida. Wakati wa shida Wakristo ndipo wanapoomba. Wakati wa shida Wakristo ndipo wanapolia. Lakini raha, fedha zipo, ada ipo, kodi ipo, chakula kipo, dakika moja tu, Jehova thank you, hallelujah, yuko kitandani anagaragara, akiamka asubuhi hallelujah, kwa sababu mfuko umekaa vizuri. Akikosa tu, baba wewe uwe nacho usiwe nacho, uwe magotini. Sema amina. Uwe mtu wa hali zote, nyakati zote, wakati wote, unapopata kila chansi, unakwenda mbele za baba yako wa mbinguni magotini kwa jina la Yesu Kristo. Nikakuonyesha Daniel mara 3. Unajua Wayahudi wanaomba kwa siku mara 3. Jewish wanaomba kwa siku 3 times. Muslim 5 times. Je, Christian? Vipi
wa Kristo. Mwezi jirani yako, vipi wewe? Unaomba kwa siku mara ngapi? Kwa siku mara ngapi unaomba? Unapiga magoti kwa siku mara ngapi? Kama ni mara 2, Mungu akubariki. Mnaombaga asubuhi na mkirudi jioni. Lakini unapokuwa kwenye mazingira yanayoruhusu haki yako isipowazidi Mafarisayo, Biblia inasema huwezi kuingia katika ufalme. Kama hiyo siku umeshinda nyumbani, unaweza ukapiga magoti hata mara 6 unaomba. Na sio lazima kila ukipiga goti usali saa nzima, hapana. Daniel sio kama alikuwa anasali saa nzima. Angekuwa anasali saa nzima kila baada ya masaa 8, kazi angefanya saa ngapi? Lakini walau 15 minutes, 20 minutes, walau dakika 15, 20, 30 magotini. Unainuka unaenda kazini. Kama ni mama wa nyumbani, ulipiga magoti alfajiri, baada ya kumaliza shughuli zako za nyumbani, umeshapika, umeshafanya nini, umeenda kuoga, magotini tena dakika 20. Mume wako amerudi, mmekula chakula, mmepumzika jioni saa 10 unataka kusinzia, magotini tena kwa ajili ya kwenda jioni. Usiku ule muda kwenda kulala, magotini tena. Utapata 4 au 5 kama uko kwenye mazingira ya nyumbani. Lakini Wakristo wavivu, wanataka kuomba wamekaa kwenye makochi. Na sehemu ya kujificha haraka Wakristo ya maombi wakiwa wamesimama. Hakuna poto wanajificha ficha. Tuweze kwa tunasimama kwa sababu tuko watu wengi na jumuiya. Huko peke yako una shida gani kupiga magoti? Na ukiangalia hapa, sehemu kubwa ni maombi ya binafsi. Daniel alipiga magoti peke yake. Sio ni maombi ya makusanyiko, sio na Shadraka, Meshaki na Abednego peke yake. Lakini nitakuonyesha katika Luka sura ya 22. Luka sura ya 22. Mstari kuanzia 39. Luka sura ya 22. Mstari kuanzia 39. Biblia inasema 22:39 Luka. Kuanzia hapo. Akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Kama ilivyokuwa desturi, mwambie jirani yako, maombi ni desturi. Maombi yanadumishwa, maombi yanaendelezwa, maombi hayaachwi mpaka Yesu anarudi. Watu wengi tumesha sisi, roho maombi hatuna tena. Maisha ni ya kawaida. Wakristo wajui kwamba wao sio watu wa kawaida. Mungu alitegemea kanisa liombe. Na Mungu alivyo, baada ya kutupa sisi mamlaka, afanye kitu mpaka tuombe. Ndio maana nasema katika Ezekiel, nikatafuta miongoni mwao atakayelitengeneza boma. Israeli walichelewa utumwani Babeli kwa sababu walikuwa hawana mwombezi. Mpaka Daniel alipoinuka kuomba, miaka ilizidi. Utumwa wa Misri ulipaswa kuwa miaka 400. Ndivyo Mungu alivyomwambia Ibrahimu. Lakini walikaa miaka 430. Kwa sababu ulikuwa hakuna mwombezi mpaka Musa azaliwe. Na Musa alikuwa mwombezi, anapiga magoti, anainua mikono mpaka mikono inakosa nguvu. Inabidi wamwekee mawe au wamshikilie, lakini washikilie magoti yake. Magoti yako chini, mikono imelegea. Wanakuja Haruni na Huri, wanamshikilia hivi ili Yoshua apate ushindi. Nataka nikwambie kuna ushindi kwenye maombi, sema amen. Amen. Mungu akubariki, unaelewa ninachokifanya. Kuna vitu havitatokea kwenye maisha yako kwa kusema Mungu anajua. Mungu anajua mpaka uombe. Amen. Eti Mungu anajua, anajua yote kuliko unajua wewe. Yote. Eti wewe unajua mchungaji, Mungu anajua tu. Bila maombi. Bila maombi Mungu anajua. Ilimchukua Esa siku 3 Malkia kufunga na kuomba kulibadilisha swala la Haman la kutaka kuua Wayahudi. Mordekai akamwambia Esa, usinyamaze.
Esa hakusema Mungu anajua. Mwambie jirani yako achana lugha za kipagani. Wasiojua kuomba tu ndio lugha yao, kuficha udhaifu wao. God knows. God knows. He knows everything. Ulimwengu kaumba yeye. Anajua mwanzo wa ulimwengu mpaka mwisho. Anajua ulimwengu utaenda mpaka wapi, anajua. Lakini anataka uombe. Na maombi yanapaswa kudumishwa, kuendelezwa. Sio maombi ulipokuwa mchanga kiroho. Sio maombi ulipokuwa una kazi. Sio maombi kabla hujaoa na kuolewa. Sio maombi kwa sababu una shida. Wakati wote ni wakati wa maombi. Amen. Mkristo anadumisha maombi. Biblia inasema Daniel alifanya kama alivyokuwa akifanya hapo mwanzo. Biblia inasema pia Yesu alifanya kama ilivyokuwa desturi yake, kwenda katika mlima unaitwa mlima wa Mizeituni, anaomba usiku kucha kama ilivyokuwa desturi yake. Anaenda kwenye maombi. Usiache desturi ya maombi. Maombi ndio yanaweza kuleta uamsho. Mhubiri mmoja alifariki dunia. Amefariki kwa sababu ya karibuni. Anaitwa Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke alikuwa anasikia wito wa kumtumikia Mungu. Kwa hiyo akaenda kwenye chuo cha Biblia. Alipoenda kwenye chuo cha Biblia, wakati anaendelea kusoma, akiangalia makanisani watu ni wachache. Siku moja akamuuliza mwalimu wake anayemfundisha chuo cha Biblia, akamwambia, mwalimu, mbona watu wanakuja makanisani wachache? Yule mwalimu akasema, inabidi tusubiri mpaka uamsho uje. Bonnke akamwambia, no, tunahitaji kuomba na kuhubiri. Yule mwalimu akamdharau tu Reinhard Bonnke. Lakini aliporudi nyumbani akaanza. Alipoomba Mungu akamwambia, sasa nakifanya kinywa chako kuwa fire, kuwa moto. Nenda ukahubiri, watu mamilioni watakuja kwa Yesu. Leo amekufa, ndio anaitwa mtume wa Afrika. Amekuwa na mikutano kule Nigeria, siku moja wanaokoka watu 1,000,000. Sio 100,000. Google kwenye mikutano ya Reinhard Bonnke Nigeria. Na yeye ndio ambaye kwenye mkutano mmoja wapo miaka iliyopita, kuna mdada mume wake alikufa kwa ajali. Akasema asipi na msubiri Reinhard Bonnke. Bonnke alikuja kwenye huo mkutano kwa kwenye mji wao. Dada akabeba sanduku, akaendelea kwenye mkutano. Uwanja una watu zaidi ya 1,000,000. Atapita wapi? Ila leo Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke anahubiri, anaombea watu, yule jamaa aliinuka huko. Amen. Hizo shuhuda ni za wazi. Amen. Za wazi. Hatuwezi kuona revival, hatuwezi kuona uamsho kwa kusema tunasubiri mpaka Mungu aulete. Sisi ndio tunaitisha uamsho. Amen. Sisi ndio tunaitisha uponyaji wa watu wa magonjwa makubwa. Tunataka kansa ziponywe, HIV iponywe, lazima wawepo waombezi. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Na kuonyesha kwenye mifano. Luka 22:39, akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Akafanya nini? Akapiga magoti, akaomba. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Akapiga magoti, akaomba. Kawaambia, nyie kaeni hapa, pigeni magoti muombe. Na mimi kama kiongozi wa kiroho, nina maombi yangu mapana zaidi ya yale ambayo mnaombea nyinyi. Maana maombi ya washirika wakati wote, Bwana nipe mume, Bwana nipe mke, Bwana nipe chakula, Bwana nipe kazi, Bwana nipe. Ndio maombi yao. Hawaombi watu waokolewe. Sasa ukikaa na hao, watakuweka katika maombi tu ya kawaida. Yesu anasema ngoja nijitenge kwa sababu nataka ulimwengu uokolewe. Nataka watu wabadilishwe. Sasa nikiongoza maombi saa nzima kwamba ombeni Yerusalemu iokolewe, ombeni Nazareti iokolewe, hawa watakasirika. Wanataka magari hao.
Ndio maana Petro akasema tumeacha vyote tutapata nini? Kwa hiyo acha waombe magari, wakiwa wamepiga magoti, mimi nakwenda kuomba uokovu wa roho za watu. Sema amina. Sema amina. Kuna wakati ambapo unaacha watoto wako waombe, kwa sababu maombi yao wanaomba. Okay, ombeni. Baba, katika jina la Yesu, mpe baba pesa atununulie chipsi, mpe baba pesa atununulie mayai, mpe baba pesa atununulie kuku. Ndio maombi yao nao. Waache ya maombi yao yanatosha kwa kiwango chao. Jifungie mahali fulani, umwambie Bwana leta uamsho, Bwana okoa, Bwana ponya, Bwana uisha, Bwana fanya upya. Kutakwenda kutokea uamsho kwa jina la Yesu. Nitakuonyesha waombaji wakubwa kabisa wakiwa magotini. Matendo ya Mitume sura ya 9. Matendo ya Mitume sura ya 9. Mstari kuanzia 39 mpaka 41. Matendo ya Mitume sura ya 9 39 mpaka 41. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakapeleka juu ya rofani, wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akafanya nini? Akapiga magoti. Sema amina. Akapiga magoti. Sema amina. Akapiga magoti. Sema amina. Akapiga magoti. Sema amina. Akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi. Akampa mkono, mstari wa 41, akamuinua. Hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Sema amina. Sema amina. Watu wengi tunaombea watu kwa tumepiga magoti. Mke wako anaumwa, sio tu umesimama kwa jina la Yesu toka. Kwa jina piga magoti pale kitandani. Abudu, sifu, jinyenyekeze, lia mbele za Bwana. Watoto wako wanaumwa pale nyumbani, wamekaa kitandani, piga magoti, abudu, sifu, jinyenyekeze, alafu wekee mikono. Petro anamwombea Dorcas, amekufa, kaekwa hapo, akapiga magoti hatua chache, akaabudu, akasifu. Atuambie imechukua muda gani? Nabii anasema wale wajane wote walikuwa wanalia, aliwaondoa, akawa yuko yeye na yule aliyemaiti. Akapiga magoti. Kama ilichukua dakika 2, kama ilichukua dakika 10, dakika 20, lakini lazima aliabudu. Lazima alisema ni Mungu wa Ibrahimu. Lazima alisema ni Mungu wa Bwana wangu Yesu, niliyemwona akifufua Lazaro. Lazima alisifu. Na baada ya uwepo wa Mungu kushuka, na akawa na hakika sasa uwepo umeshuka, ndipo alipomwita jina lake, akamwambia Tabitha, tafsiri yake Dorcas au paa, amka. Biblia inasema akafumbua macho. Sema amina. Sema amina. Alipofumbua macho akampa mkono, akajiinua pale kitandani akaketi. Baadaye akawaita waombolezaji ambao wanaendelea kulia huko nje wakidhani mtu bado maiti. Akawaambia, njooni nisikilize. Kuna watu ambao wanadhani ya kwamba mwaka 2020 utaendelea kuwa maskini, wanaendelea kukuombolezea, wanapoteza muda. Amen. Wanapoteza muda. Amen. Mwaka 2020 kwenye maisha yako maombolezo yamekwisha. Amen. Unadumisha tu maombi, lakini kila kitu kinakwenda kufufuliwa, kila kitu kinakwenda kuamka, kila kitu kinakwenda kufanywa upya kwa utukufu wa Mungu. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20. Sura ya 20 mstari 36 mpaka 37. Matendo ya Mitume 20 36 mpaka 37. Biblia inasema alipokwisha kunena haya, akapiga magoti, akaomba pamoja nao wote. Huyo ni Paulo, anaagana na wazee wa kanisa ambao aliwahudumia kwa muda wa mwaka 1 na miezi 6. Sasa anaagana nao. Biblia inasema akapiga magoti, akaomba, ndipo alipoagana.
familia ikiweza, inapoomba ipige magoti. Watoto wazoeshwe, vijana wazoeshwe. Ni nyinyi kama familia, kuna shida gani ya kupiga magoti? Kuna shida gani? Biblia inasema mstari wa 37, wakalia sana wote, wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusubusu. Wakiwa wamepiga magoti wanamuita Mungu. Na ni kuagana tu. Mtumishi wa Mungu, kwa heri, tuombee mtumishi wa Mungu. Wote wakapiga magoti. Na maombi yakaanza. Ukisoma sura ya 21, Matendo ya Mitume mstari wa 5. Sura ya 21 mstari wa 5. Hata tulipotimiza siku zile, tukaondoka tukaenda zetu, na watu wote pamoja na wake zao na watoto wao wakatusindikiza mpaka nje ya mji. Tukapiga magoti pwani, tukaomba. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Tukapiga magoti wapi? Pwani. Na tukafanya nini? Waambie wa Kristo leo wakapiga magoti pale bandarini waombe. Walivojaa aibu. Dini zingine wanaomba mpaka kwenye boti. Lakini Mkristo apewe tu kichakula mle kwenye boti, kukiombea kwa sauti ya wezi. Haina hiyo ya Ukristo, lazima uondoke kwa jina la Yesu. Amen. Leo tuka kwenye boti, tulikaa na familia fulani na tukapewa chakula. Na nikawaambia, kwa sababu ile siti inajumlisha watu watatu, nikamwambia naweza nikaomba kwa ajili ya chakula? Wakasema ndio. Nikamuuliza mmoja wao, nikamwambia wewe unajua kuomba? Akasema ndio. Nikamwambia omba sasa wewe kwa ajili ya chakula. Haikuwa kazi rahisi. Haikuwa kazi rahisi. Tukapiga magoti pwani, sio kuombea chakula kwenye boti. Unalichukua tu soda na gida tu gudu. Baada ya tumbo linauma, uniombea. Na mimi ndio nako achana maisha ya kipagani wewe. Uwe jasiri. Iwe kwenye ndege, iwe kwenye boti, iwe kwenye basi. Hata kama umenunua indi kwenye basi, inamisha kwanza kichwa, ushukuru, alafu ndio sasa ule. Amen. Na jirani yako anakutazama mimacho kodo. Tunapoteza ujasiri wa Kikristo. Sisi tunakaa kwenye visiwa, tunaelewa vizuri neno pwani maana yake. Ufukweni mwa bahari ndio pwani, sio pwani mkoa wa Pwani. Ufukweni mwa bahari tunaagana na mpendwa pale bandarini, tunashikana mikono, namwambia Bwana akubariki, Bwana akutangulie, Bwana akulinde, Bwana akuhifadhi. Sio umejifanya nabusiana tu kama wanafanya watu wa mataifa, wanafanya belea alafu unaondoka kama wapagani wa kawaida. Kuhusiana unasaidia nini? Tia dua. Amen. Weka maombi mbele za Baba wa mbinguni. Amen. Agana na watoto wako. Wakati unapanda ndege, waambie tuombe sasa. Mimi naishia hapa kwa sababu na check in. Mimi naishia hapa. Naomba tuombe hapa airport. Unawashika mikono. Baba, nakabidhi tena wanangu. Niliwaombea nyumbani. Ninaomba tena na hapa watangulie, walinde, wafike salama. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Watoto wanakwenda. Wakristo wanadanganywa, wanaambia wanajua ukiomba hadharani inakuwa unafiki. Maombi marefu ndio unatakiwa kaombe chumbani kwako, au sehemu ya siri. Yesu kasema. Paulo anaomba pwani, alikuwa mnafiki? Yesu anaomba kwenye mlima wa Zeituni nje, alikuwa mnafiki? Tunadanganywa na manabii wa uongo ambao wanajua nguvu ya maombi, na tukitumia vizuri na matokeo wanatuzuia. Ndio maana Paulo anasema wanatuzuia hata tukitaka kuhubiri watu injili, hata tukitaka kutenda mema wanatuzuia ili watimize dhambi zao. Tumewasukia kwa jina la Yesu. Amen. Nasema tumewasukia kwa jina la Yesu. Amen. Nimekuonyesha mifano karibu 5. Daniel, Bwana Yesu, Paulo mifano 2 na Petro 1. Amen. Itatosha kwa leo. Amen. Twende sehemu ya pili kwa haraka. Kutambuliwa na thamani
ya waombaji kwa kupiga magoti. Waombaji wanaopiga magoti, Mungu anawatambua na anajua thamani yao. Wafalme wa kwanza sura ya 19. Wafalme wa kwanza sura ya 19 kuanzia mstari wa 14. Wafalme sura ya 19 kuanzia mstari wa 14. Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagizo yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao waitafuta roho yangu waiondoe. Elia anatoa statement mbele za Mungu ya kwamba Waisraeli wameacha maagizo yako, Waisraeli wamevunja madhabahu zako, Waisraeli wameua manabii wote, na sasa kupitia Yezebeli wanatafuta waniue. Sikiliza majibu ya Mungu, mstari wa 15. Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa Dameski, ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimsi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abeli Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamuua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu, Elisha atamuua. Pamoja na hayo, sikiliza utambuzi wa Mungu, sio hao watatu nilokutajia leo watakayetimiza kusudi langu. Nina watu katikati yenu watakayetimiza kusudi langu. Ukiacha Elia, ukiacha Yehu, ukiacha Hazaeli, nina watu wengine. Achia mbali Elisha, utakamtia mafuta. Achia mbali Yehu, utakamtia mafuta. Achia mbali Hazaeli, nina watu wengine watakaofanya mapenzi yangu. Wanatambuliwa waombaji, waabudu halisi wanatambuliwa. Yesu anasema saa ipo na saa inakuja Mungu atakapowatafuta waabudu halisi wa mabudu katika roho na kweli. Mnatambuliwa, sema amina. Mwambie jirani yako natambuliwa. Hata kama hujawahi kusikia sauti, mimi nakwambia mtu wa Mungu, Mungu anatambua kujitoa kwako. Mstari wa 10 anasema, pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu 7,000 kila goti lisilo muinamia Baali na kila kinywa kisicho mbusu. Sema amina. Sema amina. Nina watu 7,000. Mungu anawatambua waabudu halisi. Haya mambo ya kubusubusu masanamu ni ya kipagani. Biblia inasema nina watu 7,000 wasiompigia goti Baali wala wasiobusu sanamu yake. Huhitaji kubusu sanamu kwa jina la Yesu, kwamba hii sanamu ni ya Yesu, hii sanamu ni ya mama yake Yesu, hii sanamu si ya Yosefu. Achana nayo, ni upagani. Amen. Piga magoti mbele za Baba wa mbinguni. Amen. Piga magoti mbele za Baba wa mbinguni. Uombe, usali, ushukuru, uabudu, ulie mbele za Baba wa mbinguni. Yeye atasikia dua yako kwa jina la Yesu. Amen. Nasema atasikia dua yako kwa jina la Yesu. Amen. Warumi sura ile ya 11. Warumi sura ya 11. Kutambuliwa na thamani ya waombaji wanaopiga magoti mbele za Bwana. Warumi sura ya 11. Mstari wa 3 na 4. Bwana, wamewaua manabii wako, wamezibomoa madhabahu zako, nami nimesalia peke yangu, nao wanaitafuta roho yangu. Lakini ile jawabu ya Mungu yamwambiaje? Nimejisazia watu 7,000 wasiopiga goti mbele ya Baali. Sema amina. Sema amina. Mungu anajua ya kwamba unamwabudu katika roho na kweli. Na unapojitoa mbele zake kwa maombi, ukiwa magotini, kwa maombi, kwa sala, kwa dua, kwa shukrani, yeye anasikia kutoka mbinguni katika jina la Yesu. Na maisha yako yatabaki salama. Anathamini uhai wako, anathamini roho yako. Utakuwa salama. Ngoja nikwambie, wakati Elia amekaa katika mlima wa Karmeli, Ahabu ametuma watu, kanileteeni Elia.
lazima nimpoteze. Akatuma jeshi la kwanza lenye watu 50 na yule akida mmoja 51. Alipofika pale na kiburi chake akasimama, kwa sababu yeye kamanda, anasema Elia, shuka haraka, mfalme anakuita. Elia akamwangalia, akasema unasemaje? Na asema wewe mtu wa Mungu Elia. Hapo nilipokosea, akamtaja Elia ni mtu wa Mungu. Shuka faster, mfalme anakuita. Elia akasema mimi kama ni mtumishi wa Mungu, moto na ushuke ukulambe wewe na 50 wako. Moto ukawala. Ahabu akasikia kwamba wale 50 wamerambwa na moto kutoka mbinguni. Akasema amna, wamekimbia tu mauzauza. Akatuma tena 50 na kila mmoja, naye akafika na ubabe wake. Elia mtu wa Mungu, shuka, mfalme anakuita. Akasema mimi kama mtu wa Mungu, moto ushuke ukulambe wewe na 50 wako. Moto ukashuka. Ahabu akaambiwa tena na wale wamelambwa. Akasema bado napeleka wengine tuone kama moto bado upo. Mwambie moto bado upo. Mwambie jirani yako moto bado upo. Ukisubiri moto uzimike hapa utangoja sana. Utangoja sana hapa, moto uzimiki. Hapa jumbe haziishi. Amen. Unajua siku hizi Pastor Gardens na mbona utaniona niko juu na paa. Na paa kiroho. Sema amina. Sema amina. Alipokuja yule akida watatu na majeshi yake, alipofika pale akapiga magoti. Alipopiga magoti akasema Elia, mtu wa Mungu, roho yangu na roho ya hawa iwe na thamani machoni pako. Amen. Ushuke, mfalme anakuita. Biblia inasema Elia akasikiliza. Pale malaika akamwambia Elia, hawa sasa nenda nao. Amen. Kwa sababu ya thamani ya magoti. Amen. Kule kujishusha. Wale 102 wamekwenda na kiburi chao. Huyu ambaye alisema roho yangu akiwa amepiga magoti iwe na thamani machoni pako, aliishi. Wafalme wa pili. Wafalme wa pili sura ya kwanza kabisa. 2 Kings. Sura ya kwanza kabisa. Chapter number 1. Tunasoma mstari. Kama ungependa all story, usome hiyo sura vizuri. Sijui labda kama tuna majira nikusomee ili uone nani alikwambia. Nikusomee. Ndipo mfalme, mstari wa 9. Wafalme wa pili sura ya kwanza kuanzia mstari wa 9. Ndipo mfalme akatuma akida wa askari 50 pamoja na 50 wake. Wamwendee Elia. Akamwendea na tazama ameketi juu ya kilima. Akamwambia mtu wa Mungu, mfalme asema shuka. Elia akajibu akamwambia yule akida wa 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto ukashuka ukamteketeza yeye na 50 wake. Mfalme akapewa taarifa. Mstari wa 11, akatuma tena akida wa 50 mwingine, anakuja kwa hasira pamoja na 50 wake. Wamwendee. Akajibu akamwambia mtu wa Mungu, mfalme asema shuka upesi. Wanafikiri wakati hata ni command tu. Elia mstari wa 12 akajibu akamwambia, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni ukamteketeza yeye na 50 wake. Akida wa pili na askari wake 100 wamekwenda. Mfalme hajachoka, anafikiri mzaa. Akatuma watatu. Mstari wa 13, tena akatuma akida wa 50 watatu pamoja na askari wake. Yule akida wa 50 watatu akapanda, akaenda, yani akapanda kumkaribia Elia alipo. Akapanda, akaenda, akafanya nini? Akafanya nini?
Akapiga magoti mbele ya Elia, akamsii, akamwambia shuka, si na vurugu na komandi. Akamsii sana, akamwambia mtu wa Mungu, nakusii roho yangu na roho za watumishi wako hawa 50 ziwe na thamani machoni pako. Tazama, moto ulishuka kutoka mbinguni ukawateketeza wale akida wa 50 wawili wa kwanza pamoja na 50 wao. Bali sasa roho yangu na iwe na thamani machoni pako. Amen. Kwa unyenyekevu wote, kwa magoti. Unajua leo akina mama wamepoteza haiba yao ya unyenyekevu wao, kuonyesha ishara ya unyenyekevu kwa goti wamepoteza. Na baadhi ya wahubiri wanawapotosha, wanaambia amna, wote tuko sawa. Ule alikuwa ni akida. Unapoenda mbele ya rais lazima uonyeshe unyenyekevu. Unapoenda mbele ya askofu wako, sio unakwenda tu miguu pangula. Baba askofu, msiposikiliza wakati mwingine ni haki yenu. Na wengine wanaingia kwenye ofisi yangu, afika anaingia chooni, kafungua lango. Hawa ni watu wa kuita moto kwa ajili yao. Hata wagongi, kwa sababu kuleta tu uzoefu, mguu ndani. Biblia inasema akaenda, akapanda, akamkaribia Elia, akapiga magoti, akamwambia mtumishi wa Mungu, roho yangu na wewe na thamani. Mstari wa 15 Biblia inasema malaika wa Bwana akamwambia Elia, shuka pamoja naye. Sema amina. Amen. Sema amina. Pale malaika akasema shuka pamoja naye. Unaposimama magotini, malaika wanasikiliza maombi yako. Wanasikiliza maombi yako. Wanamtazama Baba anasema nini. Baba anawaambia mtekelezeni. Malaika wapo around. Wakamwambia Elia, sasa usiogope, shuka na huyu ukamwambia Ahabu juu ya upuzi na ujinga wake. Ukamwambia mfalme juu ya tabia zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yako magotini, thamani yake mbele za Baba wa mbinguni inajulikana. Ndio maana Paulo anasema ninampigia Baba magoti, kwa sababu thamani yake inajulikana, nguvu yake inajulikana, ubora wake unajulikana. Na ndio maana lazima tutekeleze. Tatu na mwisho kabla tujaomba. Kuuita ubaba wote tukiwa magotini kwa ajili ya mahitaji yetu. Kuuita ubaba wote tukiwa magotini kwa ajili ya mahitaji yetu. Waefeso sura ile ya 3 kabla tujaomba, mstari wa 14 na 15. Kwa hiyo nampigia Baba magoti. Napiga magoti mbele za Baba wa mbinguni. Kwa ajili gani? Ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa. Sasa anaanza kushusha maombi. Awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanya imara nguvu kwa kazi ya Roho na kadhalika. Unapokwenda mbele za Baba wa mbinguni, baada ya kupiga magoti yako, utashukuru, utasifu, utaabudu, utaomba na kupeleka mahitaji yote kwa Baba wa mbinguni. Huna haja ya kuogopa unapokuwa mbele za Mungu. Upo mbele za Baba wa mbinguni anayejali. Upo mbele za Baba wa mbinguni anayejibu maombi. Uko mbele za Baba wa mbinguni anayeponya. Uko mbele za Baba wa mbinguni anayesikia dua, hata kama Farao amekutisha, hata kama Nebukadneza amekutisha, hata kama Herode amekutisha. Upo mbele za Baba ambaye ubaba wote mbinguni na duniani unaitwa kwa jina lake. Sema amina.
Hiyo ndio chanzo cha mababa wote. Kama Farao ni baba, baba yake mkuu ni Mungu. Kama Herode ni baba, baba yake mkuu ni Mungu. Kwa hiyo kitisho chochote, kiwe cha Dario, kiwe cha watu wanaokuchukia kazini, kiwe cha watu wasiokupenda, wanaweka marufuku hii, wanaweka marufuku ile, ukienda mbele za Baba wa mbinguni kwa ujasiri ukiwa magotini, kila ila zao, mipango yao itaharibiwa kabisa. Sema amen. Danieli ya kuogopa. Alisimama mbele za Baba wa mbinguni kama ilivyokuwa desturi yake, akamuita Baba wa mbinguni, akamuomba Baba wa mbinguni. Nataka nikwambie, alipopelekwa kwa wale simba hawakuwa na nguvu ya kumdhuru. Amen. Shtaka lako litakapopelekwa kwa watu ambao wanataka upoteze kazi, kama ulikaa magotini, shtaka hilo litakuwa na nguvu kwa jina la Yesu. Hilo ila zao zitakuwa na nguvu. Watafuta mafaili, watatafuta sababu, halitakuwa na nguvu kwa jina la Yesu. Walifuta mafaili. Wakamwambia Dario, hii ndio tulilosema. Na kuna mtu tushamkamata, na ni mtu yuko ndani ya uongozi, anaeta madharau kwa uongozi. Kwa hiyo sasa sheria ya Wamedi na Wajemi haibadiliki. Akauliza, nani mtu huyo? Biblia inasema wakamjibu Danieli. Dario akachanganyikiwa. Akasema, Danieli mshauri wako namba 3, kipenzi chako, kavunja hii amri. Dario alikuwa ajui kama mtego alikuwa anawekewa Danieli. Yeye alijua ni jambo la kawaida. Nisikilize, wanapoweka mitego kwa ajili yako, ukishagundua mitego, kaa magotini. Amen. Nasema kaa magotini. Mitego yao itafyatuka kwa jina la Yesu. Hila zao zitaharibiwa kwa jina la Yesu. Dario akasema itakuwa kuache, akasaini kwa shingo upande, kwa sababu walikuwa wanamshindikiza, wanamwambia hii ni sheria ya Wajemi na Wamedi, haibadiliki, kwa hiyo lazima usaini. Dario anachukua ile sehemu ya kusaini, mkono unatetemeka. Akamwambia Danieli, ni jambo libaya, sikulitegemea, nimesaini kwa upumbavu, lakini Mungu wako unemtumaini atakutetea. Sema amina. Sema amina. Dario akamhubiri Danieli, akamwambia Mungu wako unemtegemea siku zote, Mungu wako unemuomba siku zote. Nisikilize, kuna wakati ambapo watu wasioamini watakuhubiri kwa sababu umevunjika moyo. Watakwambia Mungu unemtegemea atatengeneza njia kwa jina la Yesu. Dario usiku, Biblia inasema akulala, akakesha usiku kucha, akawaambia wapiga vinanda na waleta starehe, ondokeni mbele yangu, rafiki yangu yuko taabuni. Biblia inasema akakesha usiku kucha, alfajiri na mapema hakuwa na usingizi, akaenda moja kwa moja kwenye lile tundu. Alipofika pale, akamwona Danieli anafumbua macho, akamwambia, Danieli mtu wa Mungu, Mungu wako amekulinda na simba hawa. Danieli akamwambia, mfalme uishi milele. Sema amina. Mwambie mtu fulani aishi milele. Mwambie mtu fulani aishi milele. Sema amina. Mpo mkawa jirani yako, mwambie uishi milele. Umtakia hata heri ya kuishi. Una hela ya kumpa, basi hata heri. Hata heri. Mwambie uishi milele kwa jina la Yesu. Akamwambia, mfalme uishi milele, mimi sikuwa na hatia mbele zako wala mbele za Mungu. Akamwambia Danieli, toka. Unatoka kwa jina la Yesu. Unatoka kwa jina la Yesu. Unatoka kwa jina la Yesu. Katika ugumba na utasa unatoka. Katika kuwa single mother unatoka. Katika kuwa single sister unatoka. Katika kuwa single brother unatoka. Katika umaskini unatoka. Akamwambia toka, kwa sababu alikaa magotini. Akatoka Danieli. Akasema, Dario, acha tufanye testi kidogo ili tuone kama hawa simba wamechoka kula binadamu. Nileteeni walioleta ule ushawishi, hebu mfanye testi. Wakifanyiwa testi wanakufa humo. Sema amina. Sema amina. Walipofanyiwa testi, Biblia inasema simba hawakusubiri wafike chini, maana wale sio watu wa magotini, wale ni wapagani, watu wa hila. Simba kusubiri wale watu wafike chini. Simba waliwahi kule Biblia inasema wakavunja mifupa yao. Yaani mtu anaoshauri kwenye mdomo wa simba, pap kavunja jicho, pap kavunja sikio, pap kavunja mdomo, mpaka anafika chini macho yote hawana. Sema amina. Sema amina. Hivyo ndio kitakachowapata adui zako.
wamesimama kinyume na wewe watatafuna juu kwa juu. Yaani ushwarushu hapo. Wakipiga chini chali. Sema amina. Sema amina. Mwambie jirani yako tuingie magotini. Mwambie mwingine tuingie magotini. Pale uliposimama mwambie Bwana, kuanzia leo nataka hii neema. Kuanzia leo nataka hii neema. Kuanzia leo nataka hiyo nguvu. Kuanzia leo nataka hiyo neema. Omba kwa jina la Yesu, omba kwa jina la Yesu. Omba pale ulipo katika jina la Yesu. Wewe ambaye unatufuatilia kupitia Mvua za Baraka, omba mbele za Bwana ya kwamba Mungu atakupa neema. Mungu atakupa neema ya kwamba katika maombi yako, iwe ya usiku, iwe ya mkesha, iwe ya asubuhi, iwe ya mchana, utapiga magoti mbele za Bwana. Utapiga magoti mbele za Bwana. Utapiga magoti mbele za Bwana. Na usiache kusubscribe. Na usiache kusubscribe. Mvua za Baraka. Mvua za Baraka. Mungu ataendelea kukuhudumia. Mungu ataendelea kuhudumia ili kuleta maana kwenye maisha. Ili kuleta maana kwenye maisha. Mwite Bwana. Mwite Mungu. Mwambie Bwana, Mungu wa Israeli, kuanzia leo. Kuanzia leo ninataka hiyo neema. Ninataka hiyo neema. Ya kwamba nyakati za shida, nyakati za kawaida, nyakati za furaha, nyakati za huzuni, nitaomba kwa kupiga magoti. Nitaomba kwa kupiga magoti. Nitaomba kwa kupiga magoti. Nitajinyenyekeza, nitajishusha, na uwepo wako utashuka. 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 Mungu ataachilia nguvu. Mungu ataachilia nguvu. Mungu ataachilia nguvu. Mungu ataachilia nguvu. Neema izidishwe juu yako. Neema izidishwe juu yako. Usiogope marufuku zao. Usiogope vitisho vyao. Usiogope marufuku zao. Kuna neema juu yako. 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 Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele, sema amina. Piga kelele, sema amina. Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo. Tunakupigia Baba magoti, ambaye katika wewe ubaba wote mbinguni na duniani unaitwa. Asante kwa ajili ya roho mpya, nguvu mpya, neema mpya ambayo Mungu umeiweka ndani yetu. Tunapoelekea mwaka 2020, tunajua Bwana kila changamoto tutakutana nayo itasuluhishwa kupitia maombi katika jina la Yesu. Na utaweka neema tukiwa katika maombi, iwe ya usiku, iwe ya mchana, iwe ya alfajiri, iwe ya jioni. Utaweka neema juu yetu. Tuwe magotini Jehova. Tuwe magotini Jehova. Tuwe magotini Jehova. Iyo neema ije katika jina la Yesu. Ninaomba mchana wa leo, neema ikujie. Neema ikujie. Neema ikujie. Na kila baraka unayoitaka upokee kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji wako. Pokea afya yako. Pokea baraka zako. Ninaomba kila namna migandamizo, kila namna uonevu wa kipepo, kwa jina la Yesu mchana wa leo pokea ukombozi. Mchana wa leo pokea ukombozi. Maumivu yote, mateso yote, shida zote ziondoke juu yako kwa jina la Yesu. Mungu anayejibu kwa moto akujibu. Mungu anayejibu maombi akujibu. Mungu anayejibu kwa moto akujibu. Maadui zako wakamuone Mungu wako. Na kila utakachofanya katika Kristo baada ya maombi yako kiwe na majibu katika jina la Yesu Kristo. Mungu nakushukuru kwa sababu najua umenisikia. Unawatangulia watu wako na kuwabariki. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele, sema amina. Piga kelele, sema amina. Umepokea. Nasema umepokea. Nasema umepokea. Nenda na ukaanze ukauone utukufu wa Mungu kwa jina la Yesu.